Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Maji, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Faraji Buriani Nandala, mbunge wa jimbo la Ndanda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhamira ya serikali ni kuhakikisha maeneo yote nchini yanafikiwa na huduma ya maji safi na salama kufikia mwaka 2030, ikiwemo jimbo la Ndanda lililopo katika wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara. Kwa sasa jimbo hilo linapata huduma maji kwa wastani wa 70%, ambapo kati ya vijiji 70 vya jimbo hilo, vijiji 60 vina maji, wakati vijiji 10 vikiwa havina huduma ya uhakika ya maji safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha maeneo yote ya jimbo la Ndanda yanafikiwa na huduma ya maji, serikali inaendelea na usanifu wa mradi wa maji kutoka Nyangao katika kijiji cha Mahiwa chenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 9 kwa siku kwa lengo la kunufaisha maeneo ya miji ya Masasi na Chingwea pamoja na Ndanda. Usanifu huo unatarajiwa kukamilika katika mwaka wa fedha 26/27 na kuiwezesha serikali kuanza kutafuta fedha za utekelezaji wa mradi huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa muda mrefu wa serikali ni kutekeleza gridi ya taifa ya maji, ambapo vyanzo vya maji vya uhakika ikiwemo mito ya Ruvuma na Rufiji vitatumika kwa lengo la kuhudumia maeneo ya kusini mwa nchi yetu ikiwemo jimbo la Ndanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipatia nafasi ili niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, chanzo hichi cha Mahiwa na Nganga ni chanzo ambacho cha asili, na serikali inakwenda kufanya upembuzi yakinifu na kuwekeza fedha zaidi ya bilioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa hiki chanzo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi jimbo la Ndanda tuna uzoefu na vyanzo hivi. Hivi vyanzo sasa hizi vimekuwa vikikabiliwa sana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ongezeko la shughuli za kibinadamu kama vile kilimo pamoja na uchimbaji wa madini. Shughuli ambazo zimekuwa zikiathiri ufanisi wa utoaji wa maji kwenye vyanzo hivi. Swali langu kwa Mheshimiwa Waziri, kwa nini hizi fedha zinazokwenda kuwekezwa kwenye chanzo hichi cha Mahiwa zisiwekezwe kwenye chanzo cha kudumu cha maji kutoka mto Ruvuma kuja jimbo la Ndanda ili tupate suluhisho la kudumu badala ya kuja na mipango ya muda mfupi ambayo imekuwa ikiathiri sana wananchi wetu? Swali langu la pili la nyongeza, Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Ndanda tuna chanzo cha maji cha Mwinji. Chanzo hichi kimekuwa kina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 8.1 kwa siku. Lakini maji haya yamekuwa yakipelekwa kwenye majimbo mengine. Jimbo la Masasi lita zaidi ya milioni 600, lita milioni 2.5 jimbo la Chingwea, na lita kama 500 jimbo la Ruangwa, na kuwaacha wananchi wa jimbo la Ndanda wenyewe wakikosa maji. Chanzo hichi kinatoa huduma kwenye kata 4 tu za jimbo la Ndanda. Ni upi sasa mpango wa serikali kuhakikisha kwamba chanzo hichi cha Manawasa ambacho kiko cha Mwinji kinachosimamiwa na Manawasa kinatoa maji kwenye jimbo la Ndanda, na kuhakikisha kwamba zile kata 8, yani kata ya Msikisi, kata ya Chikunja, kata ya na Majani, pia kata ya Matuto na Chiwale wanapata maji kama wananchi wa Masasi mjini na Nachingwea. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na nimshukuru sana kakaangu Faraji Buriani Nandala, mbunge mahiri kutoka Ndanda, na nimpongeze sana kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na tangu amechaguliwa nikiri kabisa kwamba amekuwa akishirikiana na Wizara ya Maji katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi na inakamilika kwa wakati. Nakushukuru sana Mheshimiwa mbunge. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Maji inatambua kwamba vyanzo vyetu vya maji vinakabiliwa na mambo mengi, likiwemo mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia shughuli za kibinadamu ambavyo vinaweza vikaathiri kwa ukubwa sana katika upatikanaji wa huduma maji safi na salama. Lakini pia serikali kupitia Wizara ya Maji tumeshaanza kufanya mapitio ya kuendelea kupata taarifa ya mienendo ya vyanzo vyetu vya maji, tukiwa tunaweka kichwani swala la mabadiliko ya tabia nchi na kuforecast siku ambazo chanzo hiki iwapo kitaanza kutumika kitaweza kutumika kwa kipindi cha miaka mingapi, ili sasa tunapopanga mipango yetu na tunapowekeza fedha za walipa kodi wa Tanzania, basi thamani ya pesa itakayowekezwa pale iweze kuonekana. Kwa hiyo nimtoe hofu, chanzo hiki ambacho kitatoa lita milioni 9
tayari tumezingatia mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu, lakini pia sisi wenyewe tunaendelea kuweka mikakati ya kulinda vyanzo vyetu vya maji. Kwa hiyo nimtoe hofu, tunapotumia chanzo hiki, kabla ya kwenda kutumia mito kama Ruvuma na Rufiji, lazima tutambue kwamba wananchi, kabla hatujatekeleza miradi mikubwa ambayo ni zaidi ya mamia ya mabilioni, lakini ni lazima tutekeleze miradi ya muda wa kati ili waanze kutumia maji kabla ya kusubiri miradi mikubwa kukamilika. Kwa hiyo hii ni juhudi za Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wananchi, kabla ya mradi mkubwa hujatekelezwa, basi tuwe na miradi midogo midogo lakini na miradi ya kati ili waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Nimetoa hofu hili tutalizingatia sana. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, chanzo cha Bwinji natambua na nakumbuka wakati naingia katika wizara hii kulikuwa na changamoto ya hiki chanzo ambapo kinapeleka maji